Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Wina Media, tukiweza kukusogezea kile ambacho kinachoendelea katika sakata la Young Africans na klabu ya Simba na maamuzi ya TFF pamoja na bodi ya ligi kuhusu kuahirisha mchezo huo. Sasa Samuel Eto'o, miongoni mwa manguli wa mchezo na miongoni mwa maraisi ambao yuko pale katika timu ya Cameroon akiwa kama rais wa shirikisho la Cameroon, ameweza kutoa kile ambacho kafu huenda wakafanya juu ya maamuzi ya timu ambayo imegomea mchezo ambayo ni klabu ya Simba, na kile ambacho wao kama kafu huwa wanakifanya pindi ambapo timu zinapokuwa zikifanya makosa kama haya. Sasa Samuel Eto'o ameweza kuweka wazi kila kitu, na mimi nimekusogezea hapa kwa lugha hazimu kabisa ya Kiswahili. Utakwenda kujua kila kitu ambacho kile alichokizungumza Samuel Eto'o. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu, hii hapa ni Wina Media. Bana, nimekusogezea kile ambacho Samuel Eto'o, nguli wa soka barani Afrika na duniani, na hapa nazungumzia miongoni mwa kile ambacho kilichoweza kutokea, ambapo nguli huyo wa soka barani Afrika na kama rais wa shirikisho la soka Cameroon amesema kulingana na shirikisho la soka Afrika kafu, timu inayogoma kucheza mechi ya ligi kuu inaweza kukabiliwa na adhabu kali. Hizi ni baadhi ya adhabu ambazo klabu ya Simba ya Tanzania itakwenda kukutana nayo. Kupoteza mechi. Timu inaweza kupoteza mechi kwa mabao 3-0 au matokeo mengine yoyote ambayo kafu itayaona yanafaa. Akazungumzia Simba kukatwa pointi. Simba inaweza kukatwa pointi kwenye msimamo wa ligi, lakini pia akasema kwamba kufungiwa kushiriki mashindano. Katika hali mbaya zaidi, Simba inaweza kufungiwa kushiriki mashindano ya kafu kwa muda fulani, unaona bana, ambapo amesema Simba inaweza kutozwa faini kubwa ya fedha. Adhabu hizi utolewa ili kuhakikisha kuwa timu zinaheshimu sheria na kanuni za mashindano. Pia Eto'o akasema kwamba adhabu hizi zinalenga kuzuia timu kugoma kucheza mechi kwa sababu zisizo za msingi. Hata hivyo, ni muhimu kutambua kwamba kila kesi inashughulikiwa kulingana na mazingira yake. Kafu itazingatia sababu zilizosababisha timu kugoma kucheza mechi kabla ya kutoa adhabu, unaona bana. Sasa Samuel Eto'o akasema akajaribu kuweza kugusia kile kilichowahi kutokea katika timu ambazo ziliwahi kugoma. Anasema kugoma kucheza mechi katika mashindano ya kafu linaweza likawa ni suala lenye utata, na adhabu zake hutegemea mazingira ya kila kesi. Hata hivyo, kuna matukio kadhaa ambayo yamevutia hisia za wengi, ambapo akazungumzia fainali ya ligi ya mabingwa 2019. Anasema ni moja ya matukio yaliyovuta hisia za wengi katika fainali ya Esperance de Tunis na Wydad Casablanca ya Morocco. Kulikuwa na mvutano mkubwa. Wydad Casablanca waligoma kuendelea na mchezo kutokana na malalamiko kuhusu mfumo wa VAR. Kafu iliamuru mechi irudiwe katika uwanja wa upande wowote, na Esperance walitakiwa kurudisha medali na kombe. Hii ilisababisha mabadiliko kwenye sheria za kafu. Ni muhimu kufahamu kuwa sababu za timu kugoma kucheza mechi zinaweza kuwa tofauti, ikiwa ni pamoja na malalamiko kuhusu uamuzi wa refa, mazingira ya uwanja, masuala ya kiusalama, malalamiko kuhusu matumizi ya VAR ambayo kwa Tanzania sisi hatutumii. Kafu huchukua hatua mbalimbali kuhakikisha kuwa sheria na kanuni zinafuata, na adhabu hutolewa kuzuia matukio kama haya ya kujirudia ambayo yamekuwa akiendelea kwa upande wa Tanzania, ambapo Samuel Eto'o amesema ya kwamba shirikisho lenyewe ambalo ni TFF
wanapaswa kuzingatia kanuni ya kile ambacho kinachoendelea. Wakiweza kusema ya kwamba pengine kuna namna ambavyo kila kitu kinachojiri utakwenda kuzungumzia na kuwa namna gani ambavyo wao watakwenda kulitatua. Ukiachana na Samuel Eto'o, pia mwanasheria ameweza kufunguka kile ambacho kikanuni ambavyo inaeleza, ambapo mwanasheria Alex Mgongolwa ameweza kuweka wazi kila kitu ambacho kinachoendelea. Anasema ya kwamba kikanuni Yanga itaweza kunufaika kwa kupewa alama 3 pamoja na kukabidhiwa fidia baada ya kupeleka madai kutokana na tendo lililofanyika ilikuwa ni kinyume na sheria. Unaona bana? Lakini inaelezwa ya kwamba za ndani kabisa, unaambiwa rungu la TFF kuanzia leo litapita kwa viongozi wote watakaozalau mamlaka ya soka nchini, ambapo klabu ya soka ya Young Africans wao wenyewe taarifa yao wamesema ya kwamba katika yale ambao wameweza kuyaadhimia kama msimamo wa kamati ya utendaji ya Young Africans, ambapo taarifa ambayo iliweza kutolewa na Young Africans ambapo inasema ya kwamba klabu ya Yanga kupewa haki yake ya ushindi kama ilivyoelezwa kwenye kanuni pindi timu moja inapogomea mechi. 2, kamati ya utendaji wa Yanga imekubaliana kutoshiriki mchezo namba 184 kwa tarehe yoyote itakayopangwa. 3, kutokana na mfululizo wa uvunjifu na kushindwa kusimamia kanuni za ligi kuu, klabu ya Yanga imekosa imani na kamati ya uendeshaji ya ligi kuu chini ya mwenyekiti wake Steven Mnguto na katibu wa kamati hiyo Almas Kasongo. Hivyo tunaliomba shirikisho la mpira wa miguu TFF kuivunja kamati hiyo na kuteua viongozi wengine waadilifu na wenye nia njema kwa maslahi mapana ya mpira wetu. Unaona bana? Wao wakiweza kusema ya kwamba hawana imani kabisa na kile ambacho kinachoendelea kwa sasa, katika namna ambavyo kila mmoja akiweza kuona kwamba hajatendewa haki, hususan Young Africans ambao wameweza kushikilia bango lao kwamba mechi wao hawarudii. Ambapo katika taarifa nyingine ya wekundu wa Msimbazi Simba kupitia msemaji wake Ahmed Ali, yeye amesema ya kwamba kuhusiana na kurudia sasa dabi ya Kariakoo, ambavyo kama Yanga walivyokuwa wakisema ya kwamba wenyewe wako tayari kuweza kurudia mchezo huo. Hatimaye afisa habari wa klabu ya Simba Sport Club Bwana Ahmed Ali, yeye amesema ya kwamba wao wapo tayari kuweza kurudia mechi na Young Africans muda wowote. Wenyewe wako tayari kuweza kurudia mchezo huo kama ambavyo TFF na bodi ya ligi walivyoweza kutangaza kwamba tarehe rasmi itakwenda kutangazwa ya mchezo huo kurudiwa mara baada ya kuweza kuahirishwa, ambapo klabu ya Young Africans wao msimamo wao wanasema ya kwamba wako tayari kuweza kurudiana na klabu ya Young Africans. Lakini kwa upande wa kile kilichoweza kutokea, mambo yamekuwa ni magumu kweli kweli, ambapo kila mmoja akiweza kuona namna gani ya kuweza kupata haki yake, huku klabu ya Simba Sport Club wenyewe hawadai hizo alama 3. Wao wanachotaka tu ni mchezo kuweza kurudiwa. Unaona bana? Kwa hiyo mambo yameanza kuwa ni mengi kweli kweli. Kile ambacho unaweza kusema ni kwamba namna gani ambavyo kila mmoja amekuwa akiweza kuvutia upande wake kwa kile ambacho kinachoendelea. Bana, tusubiri kuweza kusikia mamlaka zitakuja na tamko lipi juu ya haya ambayo yanaendelea kwa sasa. Kila mtu akiweza kuzungumza la kwake. Tumeweza kumsikia Samuel Eto'o pia akiweza kutoa ufafanuzi kwa jambo lililotokea, huku akiweza kugusia kanuni za kafu zinasemaje kuhusiana na haya yanayoendelea. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comments kuhusiana na taarifa.